Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV. Mpira tunaweza tukasema umemalizika au haujamalizika kwa sababu kuna sintofahamu ambayo imeendelea hapa katika viwanja hivi vya kwa Mzungu. Ilikuwa ni mchezo kati ya Pointers FC pamoja na Jeshini FC. Hizi ni timu ambazo zinapatikana Magufuli Bus Terminal. Na kwa hawa wote ni watoto wa stendi pale. Walikuwa wanachuana hapa, ni dabi, ilikuwa ngumu na ilikuwa nzuri, lakini haijaisha salama kwa sababu mchezo umevunjika katikati na muda ulikuwa bado haujatimia. Niko na makapteni wa timu zote mbili hapa, tutazungumza nao nini kimetokea na nini hatima itakavyokuwa, kwa sababu mshindi wa kwanza alikuwa anatakiwa kupata zawadi ya mbuzi, kwa maana ya kwamba walikuwa wameandaa, kila timu wameandaa mbuzi wao mmoja. Hivyo basi wagombanie hapa, atakayeshinda anachukua mbuzi, jumla mbuzi wawili. Kapteni, kwanza pole na mchezo. Shukrani. Nini ambacho kimeendelea? Pengine kwa majina yako kwanza, unaitwa nani? Majina anaitwa Amani Kilaba, captain wa timu ya Jeshini FC. Captain, nini ambacho kimetokea hapa hivi sasa? Kilichotokea ni kutokuelewana tu kwa wachezaji, kwa sababu imekuwa timu zote mbili zimekuwa hazina imani na marefali. Kwamba alikuwepo refali aliyechezesha kipindi cha kwanza. Sisi tulikuwa timu ambayo tulishindwa kuridhika na maamuzi ya refali, tuliomba refali abadilishwe kutokana na mujibu wa game yetu ambao tulikuwa wenyewe tumejamasisha kufanya hichi kitu kwa lengo la kurudisha masa michezo terminal. Baada ya vurugu za muda mchache, mechi iliendelea. Baada ya siku kusawazisha goli, mara tulikuwa tunaongoza goli moja. Baadaye ikatokea sintofahamu ambayo ilopelekea mechi kutamatika kwa vurugu baada ya mchezo kwa sare ya 1-1. Nini sasa hatima ya hapo? Ataondoka na mbuzi ni nani? Labda au mnaenda kwenye hatua ya matuta? Hapa shughuli imemalizika, hakutakuwa na penalty wala hatapatikana mshindi. Sababu zawadi zilikuwa za timu zote mbili, waunganisha patikane mshindi mmoja. So far baada ya hicho kutokea, basi kila timu itabaki na zawadi yake. Kama kuna kingine kitaendelea, kitaenda kujadiliwa, itakuwa ni siku nyingine tofauti na leo. Nini ushauri wako sasa kwa mchezo ambao mtakuja kucheza wa marudio, tuseme kwamba mtakuja kurudiana kucheza? Unashauri nini viongozi wasimamizi wa bonanza hili? Itabidi tuandae utaratibu kabla ya kuelekea kwenye shindano. Tuandae utaratibu ambao utawahusisha viongozi wa timu zote mbili ili kuepusha vitu kama hivi. Tungekuwa tumefanya maandalizi vizuri, ni vitu ambavyo havikutakiwa kutokea. Kwenye mpira haviswi, ila ndio hivyo, kutokana na tempo ya mchezo timu zote kwa zinatoka sehemu moja, zinafahamiana, tambo za nje uwanja zilikuwa nyingi, zilisababisha mchezo kutokumalizika. Nini sasa neno lako kwa mashabiki wenu ambao walikuwa hapa, wameacha kazi zao, wamekuja kuwashuhudia nyinyi? Mashabiki tunaomba watuwe radhi, tumewakosea sana, maana hawakukipata hicho kitarajia. Kila shabiki alikuja kwa kuiona timu yake ikipata ushindi, so tumewanyima haki yao ya msingi. Naomba watusamee, tukutane tena siku nyingine. Mimi nikushukuru sana. Shukrani. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, ni team captain huyo wa timu mojawapo ambayo imecheza hapa, ni timu ya Jeshini FC. Sasa tunaenda kuungana na captain wa timu ya Pointers FC. Habari? Salama mkuu. Kwa majina yako pengine kwa kutazama kamera, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bilal Ahmed Mvungi. Ndio, ni mfanyakazi wa Magufuli Bus Terminal. Okay. Ulikuwa ni captain kwa leo au ni captain wa muda wote? Mimi ndio captain wa hii timu. Okay. Nini ambacho kimejiri hapa Watanzania wanatamani kufahamu? Kilichojiri ni mtafaruku ndani ya uwanja kuhusiana na masuala ya kocha na makocha wetu upande huu na upande ule kutokuafiki marefa ambao wako ndani. Kwa hiyo sababu iliyotokea hapo mpaka mtafaruku unakuja hapa ni kutokana na kubadilisha marefa. Sikutegemea kwa marefa atabadilishwa, lakini ndio nilishangaa marefa wanabadilishwa kwenye huu mchezo. Kwa hiyo nilishindwa hata kuelewa mtafaruku wa ndani, mlibaki na shangaa tu kama kapteni. Ukiwa kama kapteni sasa, wewe unaona kosa kubwa au tatizo kubwa lilikuwa wapi? Tatizo kubwa lilikuwa ni kwetu sisi wachezaji pamoja na refa. Kwa sababu kila mtu alikuwa ni mtu wa kuongea na refa, kati masuala ya kuongea na refa ni baina ya upande wa kwanza na baina ya upande wa pili, makapteni wote wawili. Lakini kila mtu alikuwa na panic kwa upande wake, kwa upande wake, ndio imeleta mtafaruku mpaka mwisho wa siku mechi imekuwa sio mechi. Kwa sasa hapa nini ambacho kinaenda kujiri baada ya mchezo huu kuvurugika? Hatima ya hapa labda then kama itapangwa siku nyingine tunaweza tukarudia hii mechi, lakini kwa leo hii ilikuwa ni ngumu kabisa kuendelea hii mechi. Maana upande wa huku na upande wa huku wote hatuko vizuri tena hapo kwa ajili ya mechi. Tuwezi kuendelea kwa ajili ya mechi. Nini wito wako sasa kwa viongozi ambao walikuwa wanasimamia mchezo huu?
Wito wangu wasituchoke na pia watupe nafasi nyingine, kwa sababu kesho kutwa pia tunaweza tukafanya jambo kubwa zaidi ya hili hapa. Tunachoomba watuvumilie, watusame katika haya maswaibu yote yaliyotokea hapa. Tuko nao wawe pamoja na sisi katika kila jambo. Kwa hiyo mbuzi wanarudi kwa kila mwenye timu anarudi na mbuzi wake. Kwa sasa hivi kila mwenye mbuzi wake anaondoka na mbuzi wake. Mbuzi sio tena kombe, ila mbuzi, kila mtu anaondoka na mbuzi wake, huyo anaondoka na mbuzi wake. Ongea sasa na mashabiki ambao wameacha kazi zao leo kuja kuwatazama nyinyi. Mashabiki zangu, tunaomba mtusamee, mtuie radhi kwa haya yote yaliyotokea uwanjani. Tulitegemea game itaisha dakika 90 na ushindi tulitegemea tutaupata, lakini imeshindikana kutokana na hii migogoro, na pia tulikuwa tunaongoza sisi wenyewe. Mashabiki wetu walikuwa na furahi, walikuwa wanaliona hilo. Mimi nawaomba wasichoke, kesho siku nyingine mbuzi akiletwa hapa uwanjani tunamchukua, wasichoke. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru pia. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, tumewasikiliza makapteni wa timu zote mbili, Pointers FC pamoja na Jeshini FC. Ilikuwa ni bonanza ambao limeandaliwa na wao wenyewe, kwa maana ya timu moja imekuja na mbuzi wake na timu nyingine imekuja na mbuzi wake. Mshindi angeondoka na mbuzi wote wawili, lakini kulingana mchezo huu kutokumalizika, kutofika tamati, basi kila mwenye mbuzi atarudi na mbuzi wake mpaka hapo tena watakapoamua kucheza tena hapa. Mimi nikushukuru sana, endelea kufuatilia Sullivan TV.